Assalamu alaikum na hali gani mfuatiliaji wa YouTube channel yetu, nikukumbusha tu ya kwamba tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana kwamba miongoni mwa miezi ambayo kuna mengi mazuri Mungu amekuandalia kama utakumetenda mazuri. Mazumuli hayo nazungumzia ni kufunga, kuswali na ikibidi kuweza kusoma Qur'ani. Nikwambie tu ya kwamba tumejaribu kumtafuta Sheikh Diwani tuweze kuzungumza naye kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini kubwa zaidi kuhusiana na haya matendo ambayo vijana wengi wamekuwa wakituumiza, masuala mazima ya kubeti. Tupo wengi ambao tunaamini ya kwamba Ramadhani mchana, usiku mambo mengine tunaweza tukayafanya. Tukasema tumtafute Sheikh Diwani atuambie juu ya haya matendo ambayo vijana tunaamini kwa usiku ni halali ila kwa mchana sio halali. Sheikh Diwani, asalamu alaykum. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kuna mengi ambayo ningetamani kukuuliza ama wafuatiliaji wetu wangetamani kufahamu kutoka kwako kuhusiana na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kubwa zaidi vijana tunaamini kwamba Ramadhani ni mchana, usiku sio Ramadhani. Hii imekaaje kwa upande wako? Sahihi. Ni kweli kabisa ndugu yangu Bwana Nyundo. Watu wengi kabisa wanakuwa na imani hizo ya kwamba Ramadhani ni mchana lakini usiku ni fungulia mbwa. Maana yake mtu anaweza kufanya chochote tu. Mimi niwaambie Ramadhani ni mwezi, yani ni masiku 30 au 29. Na katika lugha unapozungumza siku maana yake inakusanya masaa 24, kwa maana usiku na mchana wake ndio tunaita siku. Kwa hiyo mwezi ni masiku 29 au 30 kwa mujibu wa taratibu za miezi ya Kiislamu. Sasa pale ambapo mtu anapohisi ya kwamba baada ya kuftari akahisi Ramadhani imeishia hapo, haya masaa mengine anaendelea sio Ramadhani, hii ni fikra mbaya na ni jambo ambalo halikubaliki na ni jambo ambalo ni baya sana. Yani ni sawa na mtu kusema ya kwamba ana mwili, alafu ule mwili wake kuanzia tumboni kwenda chini akahisi ndio mwili sahihi, lakini kutoka juu, yani pale katika sehemu ya kiuno chake kuja juu si sehemu ya mwili. Hizi ni fikra mbaya na ni hatari, na inawezekana sehemu za juu hizi zikawa ndo hatari zaidi katika hali za namna hiyo. Maana yake ni nini? Na kusudia kwamba yale masaa baada ya mtu kuftari inawezekana yakawa ndio hatari zaidi, na inawezekana ikawa ndio Ramadhani zaidi kuliko hata hii mchana ambayo tunayoiona. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu inawezekana masaa yote haya 13 au 14 ambayo umejizuia kutokula, inawezekana ukaja ukaharibu kwa dakika 2 tu baada ya kuftari katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo Ramadhani ni usiku na mchana, na hasa usiku ndio inatakiwa utende mazuri kwa kiwango kikubwa sana sana sana, kwa sababu ni usiku hizi zina mambo mengi sana, na kila usiku una fadhila zake. Maana yake funga mchana, ilinde saumu yako katika nyakati zote zile za usiku biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Usizini katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ni hatari. Na katika mwezi huu kama mtu atafanya mema, yudhaafu lahu al-ajru, yani mtu huyu malipo yake yatakuwa makubwa zaidi. Yani ukisoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani mathalan, basi malipo yako ya kuisoma Qur'ani yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko ukisoma Qur'ani nje ya mwezi wa Ramadhani. Lakini kadhalika ukijiziwia na uzinifu ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi kadhalika malipo yako yanakuwa makubwa zaidi kuliko yule ambaye anayejiziwia na uzinifu nje ya mwezi wa Ramadhani. Lakini kadhalika yale mabaya unayoyaacha ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi unapata mema zaidi. Kinyume chake ndo hivyo hivyo, lau kama mtu atafanya matendo mabaya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia na adhabu yake na madhambi yake yanakuwa makubwa zaidi ukilinganisha na yule ambaye anayafanya madhambi hayo nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu ni mwezi ambao unataka watu wakithirishe sana ibada, unataka watu wakithirishe sana kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajisogeze kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu ni kuacha yale makatazo yaliyokatazwa na ni kushikamana na yale maamrisho ambayo yaliyoamrishwa. Kwa hiyo mimi niwaeleze tu vijana, Ramadhani haishi baada ya kuftari, kwa maana usiku ukawa ni siku za kawaida, hapana. Bali Ramadhani haswa ni ule usiku.
Ndio maana tunahitajika sana twende tukasali tarawih. Utaona miezi mingine hatusali tarawih, lakini huu mwezi wa Ramadhani tunasali tarawih. Tarawih maana yake ni nini? Ni baada ya kuwa tayari tumeshatoka katika iftari, sasa tumekwenda katika sala ya Isha, tukatekeleza faradhi. Baada ya faradhi sasa kuna sunnatun muakkada, sunna ilotiliwa mkazo ambayo ni sala ya tarawih. Kwa pale katika sala ya tarawih tunazidi kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu baada ya kumaliza kusali tarawih, wewe mwenyewe utajiona tu kwamba yani nimesali tarawih, alafu nimwite fulani nifanye naye uzinifu, mwenyewe utaona tu nafsi inakukataa katika hali za namna hiyo. Na Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika siku zote sala namna ilivyo ukiiswali vizuri na ikaenda sawa sawa kabisa, basi ujua kabisa ina tabia ya kukataza mambo machafu na mambo maovu. Nafsi yako mwenyewe tu utaona kabisa utapunguza mambo ili utaliacha, utaacha lile yani utakuwa hivyo katika mazingira kama haya. Kwa hiyo usiku ndio Ramadhani hasa. Kwa hiyo kwa hali ya namna hiyo tuulinde sana usiku zaidi, kama jinsi ambavyo tunavyolinda mchana katika saumu yetu, basi na usiku tuulinde zaidi kuliko tunavyolinda mchana katika hali za namna hiyo. Na Allah anasema qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ili kadhalika usiwe ni mtu mwenye kufanya mauzauza, basi Mwenyezi Mungu anasema qumil laila illa qalilan, jitahidi sana kusimama nyakati za usiku ukifanya ibada, ila nyakati chache tu upate fursa ya kulala. Kisha akasema nisfahu, iwe nusu ya huo usiku, au inqus minhu qalila, au punguza katika usiku huo kidogo, au zida alaihi, au unaweza ukazidisha kidogo katika usiku kwa kufanya ibada zako. Warattilil qur'ana tartila, na jitahidi sana kuisoma Qur'ani kwa mipangilio na taratibu za namna ambavyo Qur'ani inataka. Usiku ni wa kuulinda sana, usiku ni wa kukomaa sana katika kuilinda saumu ya mchana, na usiku ndio wa kuvuna sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mtu asitumie usiku kufanya maasi, ni hatari. Asitumie usiku kufanya mambo ya maasi na madhambi, ni hatari sana. Hatari sana. Alafu itakuwa ni mtu ambaye unashinda na njaa tu asubuhi mpaka jioni, alafu baadaye unaingia katika mambo ya maasi. Kwa kweli ni hatari sana. Sheshe, tuangalie vijana, kundi kubwa la watu ambao naweza nikasema dunia sasa wametawala, watu ambao baadhi yao wanasema kwamba hawana ajira. Vijana hawa wamejikita kwenye masuala mazima ya kubeti, huku wakiamini kubeti ndio chanzo cha kipato chao. Wengi kama wamepumzika kwa muda wa mchana, lakini usiku wanabeti. Tunawaambiaje, ni halali kwa kufanya vile ambavyo wanaamini kwamba wanatafuta riziki, kubeti usiku, mchana wanajizuia? Mimi kwanza niwaambie, kubeti kabla ya mwezi wa Ramadhani, kubeti ni haramu tu. Katika miaka yote, siku zote, nyakati zote, kubeti ni haramu, kwa sababu kubeti ni kamari. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yoyote yule ambaye anayekula riba na haya masala ya kamari, basi ametangaza vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kavaa bukta, alafu kavaa yale manania kupigania, alafu kaingia ulingoni anataka kupigana na aliyemuumba. Ni hatari sana, yani ni jambo zito mno. Na hasa kwa vijana wa Kiislamu mimi ni washauri waache, kwa sababu kama tulivyosema hapa mwanzo ya kwamba tukio baya au jambo la maasiya likifanywa nje ya mwezi wa Ramadhani linakuwa baya na malipo yake ni mabaya, lakini kadhalika likifanywa ndani ya Ramadhani ndio linakuwa baya zaidi katika hali za. Kwa hiyo suala la kubeti ndani ya usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni baya zaidi na ni hatari sana, na inawezekana ikafikia wakati hata ikaporomosha zile thawabu ambazo mtu angezipata kwa ajili ya funga. Kwa mfano, labda inawezekana ikawa umefunga umepata thawabu 10 mathalan. Alafu wakati huo umepata thawabu 10 unakwenda unafanya makosa yenye uzito wa madhambi 100. Unakuwa umepata nini? Manake ile 10 imefutika na bado una mizigo mingine katika hali za namna hiyo. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara.
Siku zote yule ambaye atakayefanya matendo mema hata yakiwa na udogo wa kiasi cha atom, basi siku ya kiyama mtu huyo ataona. Lakini yule ambaye atakayefanya matendo mabaya yenye uzito wa kiasi cha atom au mdudu chungu, siku ya kiyama atakwenda kukutana nayo katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo katika mazingira haya tunawaambia vijana, kubeti ni hatari kabisa. Kubeti ni kamari, na kwa kuwa ni kamari ni sawa na kutangaza vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zipo kazi nyingi tu za halali za kufanya ambazo watu wanaweza wakafanya na Mwenyezi Mungu akatia baraka katika kazi zao. Na wala mtu asione kwamba kwa sababu anabeti anapata akahisi kwamba ndio kazi hiyo itakuwa sasa imehalalishwa. Maana kuna wengine hicho ndio kigezo. Kwa nikibeti nikiweka mimi 500 napata 200,000. Sasa hii inakuwa kazi gani kwamba ni iwe kazi mbaya? Hii ni kazi nzuri bwana. Labda napata hela sadaka msikitini. Aiwa. Alafu anakwenda kutoa sadaka kwa pesa hiyo. Miongoni mwa hatari iko hivi. Katika vitu ambavyo vitakavyoulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hivi vifuatavyo. Mmoja, ataulizwa mtu kutokana na ujana wake. Kabla ya uzee, shababaka kabla haramika, kwa maana ujana wako kabla ya uzee wako. Utaulizwa uliutumiaje ujana. Je, majibu yako yawe nini? Nilikuwa na beti sana. Ni hatari sana. Lakini kadhalika baada ya hapo utatumiwa hichi ulichokipata ulikipataje. Yani ni swali ili Mwenyezi Mungu atawauliza waja wake. Hiki ulichokipata ulikipataje? Unaona? Na baada ya kukipata pia umekitumiaje? Cha kwanza lazima utoe majibu ya ulichokipata. Ulikipata kwa njia gani? Nilikuwa na beti sana. Umepata kwa njia ya kubeti. Naam. Kwa hiyo umepata kwa njia ya haramu. Kwa kuwa umepata katika njia ya haramu, basi kadhalika anasema naenda kutoa sadaka hiki ambacho nilichokipata katika njia ya haramu. Alafu tena sio tu unakwenda kutoa sadaka alafu baya. Hapana, unaenda kutoa sadaka hiyo alafu unaendelea na kazi hiyo. Hii la yajuzu shar'an. Kisharia imekaa vibaya sana. Kuna kanuni ya kisharia inasema idha bunia ila al-haram au ma bunia fil harami fahuwa haramun. Yani chochote kile ambacho kilichojengewa katika misingi ya haramu, basi hatana yale yanayoendelea baada ya kutoka katika msingi wa haramu na yenyewe yanakuwa ni majambo ya haramu. Kwa hiyo kinachotokea kwa mtu huyu ambaye kabeti akapata pesa akaamua kwenda kutoa sadaka msikitini mathalan, au akaamua kujenga msikiti kwa pesa ya kubeti, malipo yake atayapata, wala hakosi malipo. Lakini malipo anayapata ni malipo gani? Malipo yake ni ile kusifiwa na watu hapa duniani. Khalas, habari imekwisha. Fulani bana anatoa sana sadaka, lakini kumbe sadaka yenyewe inatokana na kubeti. Basi huku kusifiwa sana ndio malipo yake. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, anasema hal thuwibal kuffaru ma kanu ya'malun. Hii inaitwa hal istifhamul inkari, istifhami inayohitaji majibu ya kukataa. Anasema hivi, wale watu ambao hawajamkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mnahisi watapata thawabu kwa yale mazuri yao walikuwa wakiyafanya? Majibu hapana, hawawezi kupata thawabu, bali watapata sifa kutoka kwa wanadamu wenzao. Watawasifia, mashallah fulani kajenga msikiti, mashallah fulani anatoa sadaka bana, mashallah fulani anasaidia bana, mashallah fulani bana kwa watoto yatima mara kadhaa tunamuona akienda kutoa msaada. Huku kusemeka kwa namna hii ndio malipo ya yule ambaye anayetafuta mali ya haramu alafu akaipeleka katika maeneo halali. Kwa hiyo sifa zake kusifiwa, kuonekana mtu bora, mtu safi, kusemwa vizuri na watu, hayo pekee ndio yatakuwa malipo yake. Lakini kwa Mwenyezi Mungu haba manthura, hana chochote atakachokipata. Labda kuna mtu amefanya kamari mathalan, hiyo kubeti, akapata pesa nyingi, alafu kuanzia hapo akasema ya Rabbi, mimi naacha kabisa haya mambo. Akaamua kuacha. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Mwenyezi Mungu anasema tubuni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala toba ya bila
kurejea katika yale makosa ambayo mmekuwa mkiyafanya. Kwa kama umezipata alafu baadaye ikakuijia imani ukasema ya Rabbi, mimi naamua kuacha na hizi habari, sitaki kuachana nazo, kikanuni hauchukui ile pesa ya kamari warudishie wale watu, bana nimerudisha kamari. Kikanuni ile itabakia kuwa ni mali yako, na kwa sababu hiyo sasa, kwa kuwa umeamua kuacha na umeacha kilillahi subhanahu wa ta'ala, hapo sasa Mwenyezi Mungu yubaddilu sayiatin hasanat, atabadilisha haya mabaya kuwa sasa ni mema katika hali za namna hiyo.